Kwa hivyo tumeona hatukuchelewa sana tuchukue nafasi ya kuizungumza Lailatul Qadri kwa kile kiwango ambacho Allah subhanahu wa ta'ala atatuwafikisha nacho. Kwa kuwa leo ni mwezi 23, bado tunatarajia kama hatukufanikiwa usiku wa kuamkia leo, basi insha Allah kuna usiku wa kuamkia mwezi 25, kuna usiku wa kuamkia mwezi 27, na kuna usiku wa kuamkia mwezi 29. Lakini ziko kauli miongoni mwa kauli za wanawazuoni zinazosema ndani ya Ramadhani yote inatarajiwa kupatikaniwa Lailatul Qadri katika wakati wowote. Kwa hivyo tumeona kwa siku hizi 3 zilizobakia, biaunillahi ta'ala, tuizungumzie Lailatul Qadri. Kwa hivyo darasa letu la leo insha Allah na kesho pengine litakuwa katika sura ya muhadhara unaohusu Lailatul Qadri. Allah mtukufu subhanahu wa ta'ala ameizungumza katika Qur'ani Lailatul Qadri pale aliposema inna anzalnahu fi lailatil qadri, kwamba Qur'ani tukufu ameiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala katika usiku wa cheo. Tukizungumza Qur'ani ni kitabu kitukufu, kadhalika na mtume aliyeteremshiwa ni mtume mtukufu, kadhalika na ummati uliopelekewa Qur'ani ni ummati mtukufu. Na kwa kuwa imeshuka katika usiku wa Lailatul Qadri, bila shaka na usiku huo ni usiku mtukufu. Ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala akaiteremsha Qur'ani katika usiku huo. Isingelikuwa sahihi kwa Qur'ani tukufu kuteremshwa katika siku yoyote ya ovyo, kuteremshwa katika mwezi wowote wa ovyo, lakini kwa kuwa Qur'ani ameteremshiwa mtume mtukufu, imeteremshwa katika mwezi wa Ramadhani, mwezi mtukufu, bila shaka na usiku wa Lailatul Qadri utakuwa ni usiku mtukufu. Katika Lailatul Qadri, jambo la kwanza tutakalozungumzia fadhiluha, ubora wa huu usiku wenyewe, ubora wa Lailatul Qadri. Fadhiluha, ubora wa Lailatul Qadri. Lailatul Qadr fadhailun kathiratun, ziko fadhila nyingi katika Lailatul Qadri. Nadhkuru minha, tutazitaja baadhi ya fadhila hizo. Lailatul Qadri fadhailu ni tamko la sighatu muntaha aljumui, kwa maana Lailatul Qadri ina fadhila nyingi, ndio maana ya fadhailu. Lailatul Qadri ina fadhila nyingi, alafu akaisifu kwa kusema kathiratun. Nadhkuru minha, tutataja katika baadhi ya hizo fadhila za Lailatul Qadri. Fadhila ya kwanza, fiha unzila alquran, ndani ya usiku huu pameteremshwa Qur'ani. Ndani ya usiku huu wa Lailatul Qadri, miongoni mwa fadhila zake ndio usiku iliyoteremshwa Qur'ani. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, inna anzalnahu fi lailatil qadri, tumeiteremsha Qur'ani katika usiku wa cheo. Hii ni aya ya kwanza katika sura hiyo. Allah tabaraka wa ta'ala anatueleza kwamba Qur'ani ameiteremsha katika usiku wa cheo. Fadhila ya pili, hiya khairum min alfi shahr, Allah anauzungumza usiku huo kuwa ni usiku bora sana kwa yule atakayewafikishwa kufanya ibada kuliko miezi 1000, miezi 1000 ambayo ndani yake itakuwa haimo Lailatul Qadri. Lakini kwa hisabu za haraka haraka, miezi hii ambayo ni 1000
inazidi miaka 80 na kidogo. Na kwa nini tukapewa Lailatul Qadri? Ni kwa sababu Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwa kuwa anatupenda ummati wake, anatupendelea kheri ummati wake, alipopata taarifa za kuwa nyumati zilizotangulia ziliishi miaka mingi sana, miongoni mwao walifika miaka 1000, miongoni mwao walifika miaka 800, aliyokufa mtoto mdogo amekufa na miaka 300, ndio watu wanasema amekufa mtoto mdogo. Hapa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anamlilia Mola wake kwa niaba yetu. Ikiwa sisi umri wetu ni miaka 63, tunawapata vipi watu walioishi kwa miaka 950 au miaka 1000 au miaka 800? Ndiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamkirimu mtume wake na ummati Muhammadi kwa ujumla neema hii ya Lailatul Qadri, kwa maana mwenye kufanya ibada katika usiku huo inalingana ibada yake hiyo na ibada aliyoifanya miaka 80, ibada ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameikubali. Kwa hivyo kama mtu atawafikishwa akapata labda Ramadhani 10, labda Ramadhani 20, ndani yake akapata Lailatul Qadri, bila shaka atawapita walioishi hiyo miaka 1000. Hiyo ni fadhila ya pili. Lailatul Qadri khairum min 1000 shahr. Lakini fadhila ya tatu au maelezo yanayofata kuhusiana na fadhila hiyo, anasema mwanawazuoni wetu huyu, wakhtalafa ahlul ilmi, wametofautiana wanawazuoni, fi maana annaha, katika maana ya kuwa usiku huu khairum min 1000 shahr. Hapa wanawazuoni wametofautiana, huu ubora wa kuzidi kuliko miezi 1000 umekuwaje? Qala Ibn Hajar rahmatullahi alayhi. Ibn Hajar ni mwanawazuoni maarufu ambaye ndiyo muallifu wa Fathul Bari, sharhu ya Sahihil Bukhari. Anasema mwanawazuoni huyu, ashbahul aqwali, kauli inayofanana zaidi katika swawabu, fi dhalika, katika huo ubora wa Lailatul Qadri, bidhahiri tanzili, kwa uwazi wa kuhusiana na uteremkaji au kwa uwazi wa Qur'ani, qaulu man qala, kauli ya yule aliyosema, amalun fi lailatil qadri khairun min amali 1000 shahrin laysa fiha lailatul qadri. Hii ndiyo tafsiri ambayo Ibn Hajar ameichukua katika ikhtilafu nyingi za wanawazuoni katika kauli hii ya kusema khairun min 1000 shahr. Anasema Ibn Hajar, amalun, ibada yoyote, kwa nakra, amalun, ikiwa utaswali siku hiyo, ikiwa utasoma Qur'ani siku hiyo, ikiwa utaleta dhikri siku hiyo, ikiwa utamswalia mtume siku hiyo, amalun, amali yoyote, fi lailatil qadri khairun min amali 1000 shahrin, inakuwa bora kuliko amal yoyote ile itakayofanywa katika miezi 1000, miezi 1000 ambayo laisa fiha lailatul qadri, ikawa ndani yake hamna lailatul qadri. Wa hadha alqawlu, na anasema muandishi, wa hadha alqawlu, kauli hii ya kusema amali yake inalingana na miezi 1000, huwa alladhi sawabahu Ibn Kathir, ndiyo kauli aliyosema al-Imam Ibn Kathir katika tafsiri yake ya Qur'ani, akiitafsiri aya hii Lailatul Qadri khairun min 1000 shahr,
alitafsiri hivyo kwamba amali itakayofanywa katika usiku huu inaizidi amali nyingine yoyote itakayofanywa nje ya Lailatul Qadri, ikawa ndani yake hamna Lailatul Qadri. Tunaizungumza Lailatul Qadri kwa sababu tuko katika 10 la mwisho, 10 ambalo ndani yake ndiyo munatarajiwa hiyo Lailatul Qadri. Kwa hivyo tunaizungumza Lailatul Qadri katika kushajiishana, kuhamasishana, kila mmoja wetu afunge kibwebwe, ajipinde, ili angalau katika hizi siku zilizobaki, na yeye katika kila usiku utakaokuja, na yeye asimame ndani yake. Huenda katika usiku huo atakaosimama akapata fadhila za kuipata Lailatul Qadri. Anasema mwana wazuoni mmoja miongoni mwa wana wazuoni, waalam, nataka ndugu yangu katika imani uelewe vizuri, unisikilize vizuri, uwe makini sana. Anakwambia waalam anna man fatatuhu Lailatul Qadri, mtu yoyote itakayomfutu Lailatul Qadri, fatahu khairun kathirun, huyo mtu zimemfutu kheri nyingi. Anakwambia shekhe huyo kwamba waalam, ndugu yangu katika imani, nataka ufahamu vizuri, nataka uwe makini, nataka unielewe kwamba anna man fatatuhu, mtu yoyote atakayepitwa Lailatul Qadri, na huu usiku wa cheo asiweze kufanya ibada ndani yake. Kupitwa maana ya kulala, utampita tu, lakini tunazungumzia kwamba usiku huu usimpite bila yeye kufanya ibada ndani yake. Atakayepitwa fakad fatahu khairun kathirun, huyo mtu atakuwa amepitwa na kheri nyingi. Kuna hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama, anasema mtukufu wa daraja, anawazungumza maswahaba zake akiwahamasisha kuhusu Ramadhani, akiwahamasisha kuhusu rahma inayopatikana ndani yake, akiwahamasisha kuhusu ule msamaha unaopatikana ndani yake, akiwahamasisha kuhusiana na itaku au itkum minan nar inayopatikana ndani yake. Anazungumza na maswahaba zake, dakhala Ramadhan, anawaambia maswahaba, Ramadhani imeingia, Ramadhani imeingia, dakhala Ramadhan, imeingia Ramadhani. Anasi anatusimulia maneno haya kutoka kwa Bwana Mtume. Faqala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, akasema mtukufu wa daraja, inna hadha shahra, huu mwezi wa Ramadhani, qad hadharakum, umewahudhuria. Inna hadha shahra, hakika ya mwezi huu wa Ramadhani, qad hadharakum, umewahudhuria mwezi wa Ramadhani, mnao mwezi wa Ramadhani. Wafihi, nataka muelewe, ndani ya mwezi wa Ramadhani, lailatun, uko usiku mmoja, khairun, usiku huo ni bora sana, min alfi shahrin, kuliko ibada inayofanywa miezi 1000 ndani yake ikiwa hamna Lailatul Qadri. Akaendelea kusema Bwana Mtume sallama, man hurimaha, mtu yoyote atakayekoseshwa Lailatul Qadri, ikawa hakupata taufiki ya kuipata Lailatul Qadri, man hurimaha faqad hurima alkhairu kulluhu, atakayekoseshwa Lailatul Qadri afahamu kwamba kheri zote kazikosa, kheri zote kazikosa. Tukizungumza kheri ndani ya Ramadhani,
kuna lile 10 la rahma. Tukizungumza kheri ndani ya Ramadhani, kuna lile 10 la maghfira. Tukizungumza kheri ndani ya Ramadhani, kuna 10 lile la itqum minan nar. Kwa hivyo mtu ambaye Ramadhani itaondoka, yeye hakupata taufiki ya kufanya amali katika Lailatul Qadri, huyo mtu amekoseshwa kheri nyingi, amekoseshwa kheri nyingi. Haya maneno anasema mtume wetu alayhi salatu wassalam, faqad hurima alkhairu kulluhu, kheri zote amenyimwa mtu huyo. Wala yuhramu khairuha, na hapo ndipo pazito zaidi. Wala yuhramu khairuha, hakoseshwi kheri za Lailatul Qadri illa mahrumun, isipokuwa huyo mtu ni mkoseshwaji wa kheri. Ukiona mtu amekosa kufanya ibada katika Lailatul Qadri, elewa huyo mtu mahrumun, ni mtu ambaye hayuko katika kheri za Allah subhanahu wa ta'ala. Kama kwamba ingelikuwa duniani tunajenga barabara ya Fuoni ya wapi, lakini waziri wa barabara akasema barabara ya Kwarara haiko katika mpango wa ujenzi kwa bajeti ya mwaka huu. Kwa hivyo huyu mtu ambaye itampita Lailatul Qadri asiweze kufanya ibada ndani yake, kama kwamba hayuko katika mpango wa bajeti wa kupata rehma za Mwenyezi Mungu, wa kupata msamaha wa Mwenyezi Mungu, wa kuandikiwa itqum minan nar. Ameharamishiwa kheri zote. Anasema hivyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam.